Iran imeendeleza mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya Israel na maeneo yenye maslahi na Marekani katika Mashariki ya Kati kwa usiku wa 4 mfululizo. Mashambulizi yameripotiwa kulenga ubalozi mdogo wa Marekani mjini Dubai pamoja na bandari ya mji wa Fujairah katika nchi ya Falme za Kiarabu, huku rais wa Marekani Donald Trump akisema kuwa Marekani iko tayari kupeleka jeshi la wanamaji kusindikiza meli za mafuta kupitia mlango bahari wa Hormuz baada ya Iran kutangaza kufunga njia hiyo muhimu ya maji. Hatua hiyo tayari imeanza kuathiri eneo lote, huku Iraq ikipunguza au kusitisha kabisa uzalishaji wa mafuta katika uwanja wa Rumaila na mradi wa West Qana 2. Qatar nayo imetangaza kukamatwa kwa kile ilichokitaja kuwa makundi mawili yaliyokuwa yakifanya kazi kwa niaba ya kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha Iran IRGC. Watu 10 wanaoshukiwa kuhusika walikamatwa katika operesheni hiyo, kwa mujibu wa shirika la habari la Qatar QNA lililotangaza taarifa hiyo siku ya jana Jumanne. Watu 7 walidaiwa kupewa jukumu la kufanya ujasusi dhidi ya miundombinu muhimu na ya jeshi nchini Qatar, huku watatu wakituhumiwa kupewa kazi maalum ya kutekeleza hujuma. QNA iliripoti kuwa katika mahojiano ya awali washukiwa walikiri kuhusika na kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Iran na kwamba walipewa majukumu ya ujasusi na hujuma. Mamlaka za Qatar zilisema zimegundua maeneo na kuratibu miundombinu nyeti pamoja na vifaa vya mawasiliano na teknolojia vilivyokuwa mikononi mwa washukiwa hao. Iran imeanzisha mashambulizi kadhaa ya kulipiza kisasi dhidi ya Qatar na mataifa mengine ya Kiarabu ya Ghuba tangu Marekani na Israel zilipoanzisha mashambulizi ya pamoja dhidi ya Iran siku ya Jumamosi. Iran imesema inalenga mali za Marekani katika eneo hilo, lakini miundombinu ya kiraia ikiwamo viwanja vya ndege na hoteli pia vimeathiriwa. Milipuko kadhaa imeripotiwa nchini Qatar katika siku chache zilizopita, na Wizara ya Ulinzi ya Qatar imesema imegundua kurushwa kwa makombora 3 ya masafa marefu ya cruise, makombora 101 ballistic na droni 39 kuelekea anga yake tangu siku ya Jumamosi. Ingawa Qatar imesema imefanikiwa kuyadungua na kuyaharibu, wizara yake ya mambo ya nje ilisema ilishangazwa na mashambulizi hayo kwa kuwa Iran haikuarifu Doha mapema. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje Majid al-Ansar aliwaambia waandishi wa habari kuwa Qatar ilishangazwa na mashambulizi hayo yasiyo na msingi. Palikuwepo na majaribio ya kushambulia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Hamad, yote yalizimwa. Makombora yalidunguliwa na mifumo yetu ya ulinzi wa anga na hakuna lililofika katika uwanja wa ndege, alisema Al-Ansar. Aliongeza kuwa takribani watu 8,000 walikwama nchini Qatar kutokana na kufungwa kwa anga ya nchi hiyo kufuatia vita hiyo. Siku ya jana Jumanne, Omani ambayo ilikuwa ikisimamia mazungumzo kati ya Iran na Marekani kabla ya kuzuka kwa mgogoro huo ilitoa wito wa kusitishwa kwa mapigano. Waziri wa mambo ya nje wa Oman Badr Ali Busaid alisema bado kuna fursa ya kidiplomasia kushinda dhidi ya vita vya Iran. Wakati huo rais wa Marekani Donald Trump alionyesha mshikamano wake na mataifa ya Ghuba na kuilaumu Iran kwa kuyashambulia, akisema hayahusiki na mgogoro huo. Naye waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alitoa maelezo kuhusu sababu ambayo ilifanya Marekani kuanzisha vita dhidi ya Iran, akidai kuwa Israel ilikuwa inapanga kuishambulia Iran, jambo ambalo lingeisababishia Tehran kushambulia mali za Marekani katika eneo hilo na hivyo kuilazimu Marekani kufanya mashambulizi ya kujihami mapema. Kauli ya Rubio ilionekana kuwa ya kipekee na ya kumpinga Trump, hasa kwa kuzingatia tathmini ya wachambuzi wengi wa masuala ya Iran kuwa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vinamnufaisha zaidi waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuliko Marekani. Marekani inaonekana kuwa na ushawishi mkubwa juu ya Israel ambayo imeipatia zaidi ya dola bilioni 300 za misaada ya kijeshi tangu mwaka 1948, ikiwemo dola bilioni 21 wakati wa vita vya Gaza. Trump alipoulizwa kuhusu kauli ya Rubio siku ya jana Jumanne, alitoa maelezo tofauti akisema alianza vita kwa sababu alidhani kungekuwa na hali ambapo wangeshambuliwa. Walikuwa wakijiandaa kuishambulia Israeli, walikuwa pia wanajiandaa kushambulia maeneo mengine. Nayo wizara ya ulinzi ya Saudi Arabia imesema imefanikiwa kuyadungua na kuyaharibu makombora mawili ya cruise juu ya mkoa wa Ali Kharij. Hata hivyo, Saudi Arabia haikutoa maelezo zaidi kuhusu tukio hilo. Wakati hayo yakiendelea, inaripotiwa kuwa kuna uharibifu mkubwa uliosababishwa na shambulizi ya drone za Iran dhidi ya vituo 3 vya Amazon Web Service vya kampuni ya Amazon katika Mashariki ya Kati, na umeibua mjadala kuhusu kasi ya ukuaji wa vituo vya data katika eneo hilo pamoja na udhaifu wa sekta hiyo wakati migogoro ya kijeshi. Kitengo cha
cha huduma za kompyuta wingu cha Amazon kilisema mwishoni mwa Jumatatu kuwa vituo viwili vya data katika nchi ya Falme za Kiarabu vililengwa moja kwa moja na mashambulizi hayo, huku kituo kingine nchini Bahrain kikiharibiwa baada ya drone kutua katika kituo hicho. Mashambulizi haya yamesababisha uharibifu wa miundombinu, kuvuruga usambazaji wa umeme kwenye mifumo yetu, na katika baadhi ya matukio kuhitaji hatua za kuzima moto ziliongezeka na kuongeza uharibifu wa maji. Amazon Web Services yani AWS ilisema katika taarifa kupitia dashboard yake ya mtandaoni. Iliongeza kuwa kufikia mwishoni mwa siku ya jana Jumanne, juhudi za kurejesha huduma katika vituo vyake vya Umoja wa Falme za Kiarabu zilikuwa zinaendelea vizuri, tofauti na hitilafu za awali za AWS zilizosababisha matatizo ya programu na kusababisha hitilafu kubwa duniani. Mashambulizi haya yanaonekana kusababisha usumbufu wa ndani na wa kiwango kidogo tu. Amazon Web Services inahifadhi na kuendesha miundombinu ya kompyuta wingu inayotumika na idara nyingi za serikali, vyuo vikuu na biashara mbalimbali duniani. Kampuni hiyo iliwashauri wateja wake wanaotumia seva katika Mashariki ya Kati kuhamishia huduma zao katika kanda nyingine na kuelekeza trafiki ya mtandaoni mbali na Umoja wa Falme za Kiarabu au Bahrain. Mike Chapo, profesa wa teknolojia ya habari katika kitivo cha biashara cha Mendoza kutoka chuo kikuu cha Notre Dame, amesema Amazon kwa kawaida hupanga huduma zake kwa namna ambayo kupotea kwa kituo kimoja cha data hakusababishi athari kubwa katika shughuli zake. Alieleza kuwa vituo vingine ndani ya eneo hilo vinaweza kuchukua mzigo wa kazi, jambo linalofanyika mara kwa mara kila siku ili kusawazisha matumizi ya mfumo. Hata hivyo, alionya kuwa kupotea kwa vituo kadhaa ndani ya eneo moja la upatikanaji kunaweza kusababisha matatizo makubwa ikiwa uwezo uliosalia hautatosha kuhudumia mahitaji yote. Amazon kwa kawaida haitoi idadi kamili ya vituo vya data vinavyomilikiwa duniani. Hata hivyo, inasema vituo vyake vimegawanywa katika kanda 39 za kijiografia, ikiwemo 3 katika Mashariki ya Kati, yani Umoja wa Falme za Kiarabu UAE, Bahrain na nchini Israeli. Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.